Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Lebanon, lakini jeshi la IDF limesema litaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Hezbollah endapo jeshi la Lebanon halitoweza kutoa hakikisho la kupokonywa kwa silaha kwa kundi la wapiganaji la Hezbollah. Licha kwamba vita vimesitishwa kati ya Israel na Hezbollah, Israel itaendelea kuwashambulia wapiganaji wa kundi la kigaidi la Lebanon Hezbollah ambao wamesalia katika eneo la kusini mwa nchi hiyo iwapo hawatasalimisha silaha zao, IDF imesema. Kauli ya IDF ilikuwa na tafsiri ya kwanza kadi ya mipaka ya usitishaji wa vita iliyowekwa na maafisa wakati usitishaji wa mapigano. Aidha, vyanzo vya IDF kwa mara ya kwanza vilitoa ahadi rasmi kwamba jeshi litaendelea kubaki kusini mwa Lebanon kwa muda usiojulikana na kuona mto Litani kama njia mpya ya usalama na Hezbollah, isipokuwa kama kundi hilo litakubali kupokonywa silaha. Ingawa maafisa wa kisiasa wa Israel walikuwa wameanza kuchukua msimamo kama huo katika wiki za hivi karibuni, IDF imekuwa polepole kuchukua maoni kama haya ya muda mrefu, ikizingatiwa kwamba inaweza kumaanisha kuwa wanajeshi wanaweza kukwama katika kinamasi kipya cha Lebanon kwa miaka. Licha ya hali ya kukata tamaa, IDF ilikuwa na matumaini fulani kwa mazungumzo ya sasa ya Israel na Lebanon, ikizingatiwa kwamba Hezbollah inachukuliwa kwa dhaifu zaidi kuliko baada ya msimu wa mwaka 2024 wa kusitisha mapigano. Hii ni kwa sababu Hezbollah imepoteza karibia wapiganaji 1700 na virusha roketi vingine 5800 na kwa ujumla imepoteza karibia 10% hadi 20% ya nguvu zake kabla ya mwaka 2023. Karibu nyingine 60% ya nguvu zake baada ya msimu 2024. Na wakati huu imejijenga zaidi na ndio maana imeamua kuingia vitani dhidi ya Israel baada ya Israel na Marekani kutangaza vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Kiongozi wake Naim Qasim aliweka wazi kwamba lazima waishambulie Israel kama sehemu ya kulipa kisasi juu ya damu za wa Iran, hasa kiongozi mkuu muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Ndo na hayo, IDF ilifichua wazi kwa mara ya kwanza kwamba baraza la mawaziri la usalama na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu waliwazuia kutokana na matukio mengi ambapo walitaka kuanzisha operesheni kubwa ya awali dhidi ya Hezbollah. Angalau moja ya matukio haya yalifanyika Januari mwaka huu wakati wa maandamano ya Iran yalipoanza. IDF ilielewa mazingatio mapana ya kidiplomasia ya baraza la mawaziri, lakini baada ya kufadhaika kwa wanajeshi kwa kuzuiliwa dhidi ya Hezbollah kulidhihirika, IDF imeshangazwa na utendaji dhaifu wa washirika wa Iran. Kisha IDF ilifichua kwamba ilishangazwa na utendaji kwa ujumla wa washirika wa Iran. Ilitarajia Hezbollah kuingilia kati siku ya kwanza ya vita na kwa nguvu zaidi, sio tu siku ya tatu ya vita na utendaji kazi mwepesi. Zaidi ya hayo, IDF ilitarajia Wahuthi wa Yemen wangeingia kwenye vita tangu mwanzo kwa uzito zaidi, ambapo Wahuthi walikaa nje ya vita kwa wiki kadhaa na kisha kuingilia kati kwa kiasi kwamba hawakuwa na sababu. Hatimaye, chini ya ukosoaji kutoka kwa baadhi ya Waisrael kwa kushindwa kuzima kabisa roketi za Hezbollah, IDF ilijibu moja kwa moja kwamba haikupewa nyenzo za kuweza kuwaharibu kabisa ambapo wangeweza kupata matokeo kama hayo. Vyanzo vya IDF vilisema kwamba inajulikana sana kwamba Hezbollah ilikuwa ikirusha takribani roketi zake zote kutoka kaskazini mwa mto Litani, baadhi kutoka umbali wa kilomita 100 au zaidi katika bonde la Bekaa, na kwamba ikiwa tu Netanyahu na baraza la mawaziri wangeidhinisha kuivamia Lebanon yote, basi huenda urushaji wa maroketi ungegoma. Kwa kweli, karibu hakuna maafisa wa juu wa Israel waliokaribisha uvamizi wa Lebanon ngambo ya mto Litani, kwa sababu wakati Israel ilipofanya hivyo mnamo 1982, matokeo ya mwisho yalikuwa kinamasi kibaya na maafa makubwa kwa Israel kwa muda mrefu bila kufanikiwa kukomesha vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.